Tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo nzuri ambayo ametupa kibali cha kuwa mbele yake jioni ya leo. Kuna mengi mazuri ambayo Mungu amefanya katika maisha yetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Mungu wangu na baba yangu ishe milele, na kushukuru na kutukuza na kuinua na kurudisha sifa na heshima na mamlaka na utukufu, kwa maana ni wewe unayeweza, unayefanya, unayetenda yote kwa haki. Asante kwa ajili ya haki yako ambayo imesimama jioni ya leo, ambaye Mungu umesema na sisi na unaenda kusema na sisi kuhusiana na masuala yote yanayohusiana na baraka kupitia somo la baraka, namna ya kubarikiwa. Na kutukuza wewe ule mwema, ule mwaminifu na ule mkamilifu. Ubarikiwe wewe, utukuze wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wewe nguvu na uweza na mamlaka, na kukaribisha saa hii na wakati ukaenda kuonekana ukiwa pamoja na mimi, ukinifundisha watu wako kupitia mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kubariki na kutukuza na kurudisha sifa na heshima, kwa maana unaenda kuonekana jioni ya leo kinena na watu wako kwa namna ya kipekee sana katika jina la Yesu. Amen. Namtukuza Mungu kwa ajili yako mtumishi wa Mungu ambaye umepata kibali cha kuweza kuona na kutazama video hii kuhusiana na somo lingine zuri ambalo Mungu ametupa kibali cha kufahamu, cha kutaka kujifunza na kufahamu kuhusiana na somo hili. Somo hili ni somo ambalo kiukweli linapendwa sana, na wengi wanapenda kulihubiri na wengi wanapenda kulisikia. Ni somo ambalo kila mmoja anatamani kulisikia katika masikio yake na likafanye kitu kipya katika maisha yake. Kimsingi ni somo pendwa. Somo letu linaitwa namna ya kubarikiwa. Namna ya kubarikiwa ni kufanyeje ili niweze kupata baraka za Mungu. Mungu anataka kukubariki, atakubariki kama utayafanya yapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila kitu unachokiona duniani leo kina misingi yake. Kila ambacho unakiona duniani sasa hivi kina misingi yake, na hiyo misingi ndio inakifanya kitu hicho husika kiwe kama kilivyo. Maana kila kitu kina misingi yake. Amen. Kinapendeza, kinachukiza, whatever, lakini jua kina misingi yake. Kimejengwa kwenye misingi fulani ambayo sasa inakifanya hicho kitu kiweze kuwepo. Kwa sasa hata baraka za Mungu zina misingi yake. Ili uweze kupata baraka za Mungu, lazima kuna mambo fulani ambayo lazima uyafanye ili uweze kuona Mungu akikubariki. Haiwezi zikaja tu baraka za Mungu from nowhere, hapana. Lazima zina misingi, zina taratibu. Kuna taratibu fulani za kufanya, kuna vitu fulani za kufanya ili uweze kuiona hiyo baraka ya Mungu ikikujilia wewe. So lazima tukapite hapo sasa tuweze kufahamu ili Mungu atubariki ni jambo gani tunatakiwa kufanya. Ni misingi ipi ya kiimani ya rohoni ambayo lazima tuipitie ili tuweze tukaziona hizo baraka za Mungu zikiwa pamoja na sisi. Misingi gani ya rohoni ambayo lazima tupitie tuweze kuona hizo baraka za Mungu zikiwa na sisi. Bwana apewe sifa. Kuna vitabu kadha wa kadha tutaenda kuvipitia katika kitabu cha neno kwenye Biblia zetu hizi, tukienda kuangalia hiyo misingi ambayo Mungu anataka tupitie ili aweze kutubariki. Ni misingi gani hiyo? Ni misingi ipi hiyo ambayo Mungu anataka tupitie aweze kutubariki? Bwana Yesu asifiwe. Lakini huwa napenda kutoa maana ya kawaida kabisa ya baraka. Baraka ni kitu cha ziada ambacho kimsingi labda kukistahili umekipata. Maana ya baraka. Wengine amepewa, wamenyimwa, wewe umepewa. Ndio maana ya baraka. Kwa baraka ni mafanikio ambayo unapewa au umeyapata kulingana na juhudi fulani ambazo unazifanya au kwa kufuata taratibu fulani hivi. Ndio maana ukapata hizo baraka. Naongelea taratibu kwa sababu wapo wanafuata taratibu za Mungu wanapata baraka za Mungu. Lakini wapo wanafuata taratibu za shetani wanapata baraka za kishetani. Kwa sababu tumesema baraka ni mafanikio. Kwa kuna mafanikio yanayokuja kutokana na kufuata taratibu za Mungu. Lakini wapo ambao wanafanya taratibu za shetani na kupata mafanikio ya kishetani. Sasa mimi leo najikita kwenye kuongelea mafanikio ya nani? Ya kiungu. Mafanikio ya kiungu. Hayo ni mafanikio ya namna gani? Ni namna gani Mungu anaweza akakubariki
hizo baraka zake za kiungu. Ufanyeje sasa ili uweze kukutana na hizo baraka za kiungu? Naomba tuanze pamoja taratibu, tuende tukamalize kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya baraka rohoni. Baraka za rohoni ni mafanikio ambayo mtu anayapata kwa kufuata taratibu za kimungu. Na haya mafanikio yanaweza akawa ya kiuchumi, ya kiafya, ya kiroho na kadhalika. Kwa hiyo tutaangalia hayo mafanikio ya kiroho ni ya namna gani, lakini pia hayo mafanikio ya kiungu pia ni ya namna gani. Tuanze vizuri, usiondoke hapa. Kaa na mimi ili ukapate kujifunza hizo baraka. Unajua kuna wakati mwingine tunafika tunakuwa tunalaumu Mungu bana afanye hiki na hiki na hiki. Kumbe sisi wenyewe kuna wajibu wetu fulani tunatakiwa tufanye mbele za Mungu, tujafanya, na ndio maana vitu hatupati, ndio maana vitu havionekani, ndio maana hatubarikiwi kwa lugha ya kawaida kabisa. Kwa nini tunabarikiwi? Kwa sababu kuna yamkini vitu fulani vya kiungu ambavyo hatujavifanya, na ndio maana hizo baraka zinatokea. Kwa hiyo hizo baraka za kiungu ni neema kabisa ambaye Mungu huwa anampa mtu kutokana na ambavyo anaona. Kwa hiyo ni neema Mungu anaitoa kwa mtu kwa maana ya mafanikio, amani, afya, anakuwa pia na ustawi wa maisha. Lakini hii neema ni nini? Tuanze kwa kutoa maana ya neema. Neema ni upendeleo, a favor. Neema ni kitu ambacho wewe kustahili umekipata. Kwa neema ni mlango au lango la Mungu kufanya jambo kwa mtu pasipo kuzuiliwa na chochote. Hiyo ndio maana halisi kabisa neema rohoni. Kwamba ni pale ambako Mungu anakufanyia wewe jambo pasipo kuzuiliwa na jambo lingine, na mtu yeyote au na kitu chote. Hiyo ndio inaitwa neema. Salamu Maria, umejawa neema, Bwana yu nawe. Amen. Kwamba malaika anampa Bikira Mariamu salamu hiyo, kwani kwa sababu Mariamu sio kwamba alikuwa ni mkamilifu sana. Hapana, yeye alipata neema. Na ndio maana Mungu anasema salamu Maria, umejawa neema. Kwamba wewe sio kwamba ni mkamilifu, ni neema tu imekushukia. Kwa hiyo wewe utamzaa Mungu. Kwa baraka na kadhalika ni neema tu ambayo Mungu anamiminia ampendaye, kutokana sasa na huyo mtu ampendaye kufanya mambo fulani ya rohoni ambaye sasa yanamshawishi Mungu akatoe hiyo neema, akatoe hiyo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu kabisa vya rohoni ambavyo lazima tuvifanye ili Mungu akapate kutubariki. Lakini kwa nini Mungu, au kwa nini wewe tayari umeshasema unamwamini Mungu, yani wewe ni Mkristo unamwamini Mungu, manake kuna misingi ya kiungu ambayo lazima tutembee nayo ili Mungu wetu apate kutubariki. Hiyo misingi ya kiungu lazima tutembee na tutambe nayo. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu huwa anachokiamini. Kama sisi tunamwamini Mungu, tuamini Yesu kwa huo utatu, manake sisi tunamshika Mungu wa kweli, tunatembea naye. Lakini wapo wengine ambao wanatembea na miungu wanayojua wao, ambao pia yenyewe labda inawapa baraka. Lakini sisi Mungu wetu ili aweze kutubariki ni lazima tusimame katika ile misingi ambayo yeye ameiweka, ambayo pia tunatakiwa tuifuate ili iweze tukapata baraka. Ngoja nikwambie kitu moja. Wanasema Mungu wetu. Tuangalie kitabu cha Mika 4:5. Na Mungu anasema, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Mungu wake hii imeandikwa Mungu wa herufi ndogo, kwamba mataifa yote kila mmoja ataenda kwa jina la Mungu wake. Yes, anasema na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Bwana Mungu wetu imetumika herufi kubwa ikimaanisha ni Mungu aliye hai, ni Mungu wa majeshi. Kwa sasa hili sisi tuweze kutembea na Mungu wa majeshi tukapata baraka zetu, manake lazima kwanza Mungu wetu wa majeshi tumtangulize mbele. Lakini tujue yeye katika kitengo cha baraka, katika kitu kinachoitwa baraka, yeye anasemaje ili sasa tuweze kuzipata hizo baraka.
Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima huyu Mungu wetu sasa tuweze kujua kanuni zake, tujue sheria zake, tujue shuhuda zake, tujue kanuni zake, njia zake, mbinu zake za kufikia mafanikio ya rohoni, ya mwilini, lakini pia mafanikio ya afya zetu. Vyote hivyo vina jinsi ya kuvipata katika jina la Yesu. Twende kwenye kitabu cha Mungu. Neno la Mungu linasemaje kwenye kitabu? Tutaanza na neno hili hapa ambalo kweli limezoeleka, lakini leo tutaliangalia kwa namna nyingine kabisa. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Tusome kwa pamoja kama una kitabu hapa ulipo. Kumbukumbu la Torati na ule mstari wa kwanza. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Shika neno bidii. Kutunza kufanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote na dunia. Kwamba kuna kutukuzwa juu ya mataifa, lakini pia juu ya dunia. Lakini mbinu au kanuni iliyopo hapo ni kushika kwa bidii maagizo ya Mungu. Hapo wakati ikiwa hujanielewa vizuri, ni kukamilisha kwenye kuelewa. Yapo masharti ya kupata baraka. Sharti la kwanza la kupata baraka ni utii kwa Mungu. Ndio tunasoma mstari wa 28, Kumbukumbu la 28:1. Lazima uwe mtiifu kwa Mungu. Lakini kuna swala la kumcha Mungu. Hiyo utaipata Zaburi 112 mstari wa kwanza, ambao anasema heri mtu yule amchaye Bwana. Hapo utapata baraka zinazosababishwa na kumcha Mungu. Lakini zipo baraka zinazosababishwa na kutoa. Kitabu cha Hagai kinaweka wazi ili umjaribu. Kwa nini? Kwa sadaka zako. Kwa kumbe kuna wakati mwingine kupitia kutoa kwa moyo wa uaminifu, wa utimilifu, mkunjufu, wewe unabarikiwa. Kwa kuna baraka zinakuja kwa namna tatu. Ya kwanza kutii, kwa maana yake kushika na kutenda sheria za Mungu au neno la Mungu. Lakini kuna habari ya kumcha Mungu. Yaani kwa kumcha Mungu kuna milango Mungu anakufungulia mingi tu ya baraka. Lakini pia zipo baraka zinakuja kwa sababu ya kutoa kwa matoleo yako. Pale ambako unatoa kwa moyo mmoja, Mungu anaenda kuzidisha hapo zaidi na zaidi. Lakini pia hizi baraka zipo za aina mbalimbali. Zipo baraka za rohoni. Kwa mfano, swala la kuwa na wokovu, kuwa na amani, kuwa na moyo wenye amani, kuwa na upendo, kuwa na hekima, wakati wote una furaha. Hizi ni baraka za rohoni. Kuna mtu hata kama hawezi kuwa na furaha, hawezi kuwa na upendo na wengine, kwa kuwa na upendo na wengine tayari hiyo ni baraka, ni mafanikio kwa maneno mengine. Hii unaweza kuipata Efeso 1:3, ukasoma hapo ukaona vizuri. Lakini zipo baraka za mwilini, kwa maana kwamba baraka zinazohusiana na mahitaji yetu ya mwili ya moja kwa moja. Kwa mfano, kuwa na afya njema, maisha marefu. Tunaishi miaka 90, miaka 100, miaka 80. Hizi ni baraka, kwa sababu kuna mtu alikufa akiwa na miaka 2, lakini yupo alokufa na 10 na ngapi. Kuna mwingine alikufa na 20 ngapi, 30 ngapi, 40 ngapi. Lakini wewe umepewa mpaka 80, 90, mpaka 100. Kwa hizi tayari ni baraka za umri mrefu. Hizi ni baraka za miili. Lakini pia unaweza kuongelea baraka za watoto, mwilini kabisa. Baraka za ndoa njema, baraka za marafiki wazuri. Ukisoma kitabu cha Kutoka 23, 25, 26 utaona vizuri. Kutoka 23, 25 hadi 26 utaona hapo hizo baraka za mwilini.
Zipo baraka za kiuchumi ambazo hizi ndizo zinahubiriwa kweli kweli kwenye makanisa mengi, na hizi ndizo walio wengi wanazifuata kanisani. Kuna mtu anaenda kanisani kujua namna ya kuacha dhambi, au anaenda kanisani ajue namna ya kumcha Mungu. Mtu anaenda kanisani apate mafanikio. Mafanikio hayo ndizo baraka. Mwingine amebananishwa mahali, ndio anatoka hapo aende kanisani akakutane na Mungu. Mungu amuinue, Mungu ambariki, ambadilishe. Kwa wengi wanaangalia masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa mfano kwenye masuala ya kazi, unapata ufanisi wa kazi, lakini pia na kwenye biashara zako mambo yanaenda kama ambavyo unapata. Mavuno yanakuwa mengi mashambani, mifugo inakuwa mingi, unapata fedha, unakuwa na mali nyingi. Hizo ndo pia baraka za mwilini, za mwili, kwa maana kwamba Kumbukumbu la Torati 8:11 utaangalia vizuri. Somo lijalo tutaangalia kuhusiana na vizuizi vya baraka. Kwa nilikuwa nakugusia tu kwa undani, wewe uweze kuona picha ya nini maana ya baraka, aina za baraka, lakini pia sosi baraka hizi huwa zinakuepo kwa namna gani, zina masharti gani hizo baraka. Nikwambia mwanzo kabisa wa somo kwamba vipo vigezo ambavyo lazima vitimize ili uweze kupata masharti baraka za Mungu. Kwa hiyo shoti la kwanza tunaangalia hapa kwenye Kumbukumbu la Torati 28:1 kuendelea kuhusiana na utii ili uweze kupata baraka. Lakini mstari wa 2 anasema, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Usikiapo sauti ya Bwana, ndipo hizi baraka zote hizi ambazo tumezitamka hapa zitakavokupata. Kigezo ni kusikia sauti ya Bwana. Lakini Mungu wako, kusikia sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wako wa tumbo lako, uzao wa nchi yako. Kumbe unaweza kuwa baraka ya taifa letu la Tanzania. Lakini pia na uzao wa wanyama wako wa kufungwa, kuongezeka kwa ng'ombe wako na wadogo wa kondoo wako. Amen. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Kwa maana kwamba rohoni sasa kile kitega uchumi chako chenyewe pia kitainuliwa. Pale ambako unapata unga wako, unapata kula yako, na penyewe patainuliwa. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya maadui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakapotokea kwa njia moja, watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele zako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, okay, na kutembea katika njia zake, okay, na mataifa yote ya dunia watakaona umeitwa kwa jina la Bwana, na watakuwa na hofu kwako. Hofu, mashaka. Wakikuona wanajua huyu ni yule mtumishi wa Mungu, huyu ni yule mbarikiwa wa Mungu. Kwa wanaweza hata wakakimbia. Hofu ya kiungu inaingia nyoyo yao. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako. Uwe na uzao wa kutosha, wenye siku za kutosha. Heri maana yake ni baraka. Na uzao wa wanyama wako wa mifugo, wa uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliowapia baba zako kwamba atakupa. 12. Atakufunulia baraka hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi
kwa wakati wake, kwa kubariki kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi wala utakopa, Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, na utakuwa juu wala huwi chini. Utapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagiza hivi leo, kuyafanya na kuyaangalia na kufanya, msipogeuka katika maneno niwaamuruyo leo kwa lolote kwenda mkono wa kulia wala kushoto, kwa kufuata miungu mingine na kuitumikia. Miungu mingine ametumia herufi ndogo, kwamba kumbe hizi baraka za Mungu zipo kwa yote anayemwabudu Mungu. Lakini ni kwa kiasi gani kwanza tunatambua kuhusiana na hizi baraka? Cha kwanza. Lakini cha pili ni kwa kiasi gani tunatii? Sana nasema hizi ni baraka zinazotokana na utii. Ni kwa jinsi gani tunatii yale ambayo Mungu ameyaagiza kwenye hili neno? Ni kwa kiasi gani tunatii? To what extent are we obeying the commandment given by God here? Hizi command tunazifuata, tunazitii, tunazifahamu, tunazifuatilia kwa kiasi gani? Sasa mwingine analia, mbona mimi nakesha kanisani, naomba, mbona mimi nafunga, mbona mimi niko mstari wa mbele kwenye kusali, mbona mimi niko mstari wa mbele kwenye kuomba, lakini bado sioni hizi baraka za Mungu, lakini bado sioni Mungu akinibariki, lakini bado sioni Mungu akinigusa. Wapo wanaongea hivyo, na ni sahihi kabisa kuongea, kwa sababu kama hauna ufahamu nini unachotakiwa kukifanya ili Mungu akuonekanie wewe, unaweza kukaa muda mwingi sana kanisani na bado vitu visitokee. Wakaja wenzio wakabarikiwa wewe ukiwa unaona, wakaja wengine wakafanikiwa ukiwa unaona. Labda mkini maombi yako ya kila siku ni upate mke, au upate mume, au upate kazi. Kila siku unaomba, unawahi wa kwanza kwenye huduma, kwenye maombi unakuwa wa kwanza kanisani, morning glory, kwenye maombi ya jioni wa kwanza. Lakini kumbe wewe ufahamu una, kumbe wewe kuna michanganyo unaifanya ambayo inasababisha sasa Mungu akitaka kukubariki anaona wewe unaenda kinyume na maagizo yake, yani hautii neno lake. Tafsiri yake ni kwamba hizo baraka ambazo Mungu alikuwa kubariki lazima zichelewe. Sasa ukija kupata ufahamu, ukafahamu kwamba mimi nakwama hapa na hapa na hapa, ndio saa ambayo Mungu anakuinua na kufanya uwe juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona watu wakipiga mark time kwenye makanisa. Leo yuko hapa, kesho yuko hapa, kesho yuko hapa, kesho yuko hapa. Lakini hizi harakati zote na hii mizunguko yote anaifanya huyu mtu ni katika kuhakikisha kwamba anafanikiwa au anafikia lengo lake. Anakaa tu kusema watumishi kwamba bana pale hamna baraka, pale hamna upako, pale hamna hiki, pale hamna hiki. Lakini kumbe baraka ya mtu kwa mujibu wa hili neno ipo kwenye nafsi ya mtu mwenyewe. Na hii baraka kama ukifanya ambavyo Mungu anataka haiwezi kuzuiliwa na yote. Maana tuliona baraka ni neema ambayo Mungu hutoa kwa mtu, au ni neema ya mafanikio ambayo Mungu hutoa kwa mtu. Na neema ya mafanikio maana yake ni kwamba hakuna yeyote anaweza kuzuia, kwa sababu neema nimekuambia kwamba ni lango la Mungu au maamuzi ya Mungu kufanya jambo kwa yeyote pasipo kuzuiliwa na chochote. Sio ndumba, sio mizimu, sio uganga, sio dini, sio dhehebu, sio mamlaka zilizopo zinaweza zikazuia wewe Mungu kukubariki. Akishaamua kukubariki, kubwa wewe
uko tayari na unafahamu hilo? Sasa mtu mwingine anaweza kusema nataka Mungu anibariki, lakini sawa, uko tayari, unafahamu kila kitu, lakini pia baraka ionekane. Kati mwingine Mungu anakuona kwamba bado utu wako wa ndani ni shida kama atakubariki. Utu wako wa ndani unaweza kusababisha wengine wakamwacha, kwa sababu akikupa hizo baraka utatumia vibaya, ama utanyanyasa wengine, ama utatumia kwa namna fulani kuwatesa wengine. Kwa Mungu anakusubiria akili ikomae, iwe matured enough kuweza kuipokea baraka. Sasa mwingine anaanza kusema, bana wewe mtumishi wa Mungu bwana unasemaje? Mimi mbona naenda kwa ukamilifu? Mbona mimi nashika hiyo amri? Mbona mimi nakaa kwenye maagizo? Mbona mimi natenda sawa ninavyotaka? Na mbona mimi nafahamu kwamba baraka iko hapa na hapa na hapa na hapa, lakini mbona bado sioni? Tunakuja sasa tunaenda kuuliza utu wako wa ndani. Je, utu wako wa ndani Mungu akiutazama aridhishwe na wewe? Anaona kabisa hapa nikitoa hii baraka inaenda kuwa laana kwa mwingine, na ndio maana anasubiria kwanza ukomae ndio aweze kukupa kile ambacho anatakiwa kupe. Kumbuka tunaongea baraka kwenye kategori ya utii, kwamba kumbe mimi nikiwa mtii wa yale maagizo ya Mungu kwenye kitabu cha neno Biblia vizuri, Mungu ananibariki. Kumbukumbu la Torati 28 yameongelewa mambo mengi sana hapa, mengi mno, ambayo hata tukiamua tuanze kujadili kimoja kimoja ni wazi tutakesha. Yameongelewa hapa. Kwanza Mungu anataka uyashike maagizo yake kwa bidii, na anaweka wazi kwamba yeye atakubariki uingiapo na utokapo. Anaweka wazi atakufanya wewe kopesha wengine, sio kope. Ukishakuwa na lango la kukopa, yani kila saa huku unadaiwa na huyu, unadaiwa, jua kuna shida katika mahusiano yako na Mungu. Kwa sababu sifa ya mtumishi wa Mungu au anayemcha Mungu, anayeshika amri zake, ni kutokukopa. Kwa sababu Biblia inakataza kukopa. Yenyewe inatuambia sisi tutakopesha, kwa maana kwamba Mungu atatupa vingi na vya ziada vya kuwapa wengine kwa namna ya tofauti, kuwagawia au kuwakopa. Na kukopa hamaanishi lazima arudishe labda na riba. Kuja tu kwako kuomba chakula mfano, tayari hakuwa nacho, na ndio maana amekuja kwako. Kwa maana kama wengine umemkopesha. Shalom. Kwa hiyo tunavyoongelea habari za Mungu anatubariki, lazima tutembelee misingi ya hizi baraka za Mungu. Na yeye anaagiza hebu tulime, kwa sababu yeye anatubariki mashambani. Tuulize ndugu yangu, wewe unalima? Una shamba? Unalima chochote? Tufuge, unafuga chochote? Kumbe kutokulima, kutokufuga, kutokufanya kazi tayari ni kosa kwenye baraka za Mungu, kwa sababu is not from nowhere. Hujafanya, hakuna baraka inakuja. Na kufanya si lazima uwe na kingi. Wewe nikupe mbinu sasa ya baraka za Mungu. Kuna kijana mmoja ananiangalia hapo na ananisikiliza, anasema, mtumishi wa Mungu vipi? Mimi nimesoma, nimemaliza shule sawa, na degree yangu na masters yangu na PhD yangu, lakini sina kazi. Hapa Mungu ananibariki vipi? Sina mtaji, sina mtu wa kunisupport, sina connection, sina link. Mungu anaangalia, wewe unamfahamu? Unafahamu utendaji wake? Kwa sababu Mungu apimwe na idadi ya vitu au watu ambao unao wa kukusaidia. Balaki kile ulicho nacho, lese umaliza hata una 10,000, ukaamini kwa Mungu, ukaanza na biashara hata ya kuuza karanga, ukaifanya ile kwa uaminifu na kwa akili ya Mungu, hiyo mtumishi wa Mungu itakuja kuwa biashara ya mabilioni. Kwa sababu Mungu anaangalia wewe una nini aweze kukubariki. Ngoja nikupeleke kwenye neno kidogo. Yeremia 1 pale
Mungu alimuuliza Yeremia, wewe unaona nini? Kwa maneno mengine alimwambia Yeremia, wewe umeshika nini? Yeremia akasema, naona ufito wa mlozi. Akamwambia, umeona sahihi. Aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Kama wewe unaona kupitia shilingi 10,000 mimi nitakuja kuwa milionea, hiyo umeshakupokea na hiyo ni ya kwako, tembea nayo. Umeshaipokea, ni ya kwako, tembea nayo, na ndio itakavyokuwa hivyo. Ila kama unaona kwamba mimi nahitaji milioni 5 ndio nianzie biashara, tayari umeshafeli. Kwa sababu kwa hali yako ya kutokuwa nacho, kuja kupata hichi kikubwa ni ngumu. Kwa kile kidogo ulichonacho ndio kinaanza msingi. Na ndio maana wasema hata mbuyu, lile bonge la mti lile nene lile ambalo hata kulikumbatia hivi ni ngumu, lilianza kama mchicha, ndio tunamaliza kazi hapo. Okay, what do you have so that God can bless you? Usiangalie mazingira. Yaani ndio maana hata watu ambao wajaenda shule wakati mwingine wanawashindaga watu waliosoma, kwa sababu watu waliosoma wanaangalia sana mazingira, wanafanya analysis nyingi sana, upembuzi wa mambo mengi sana ambayo ndio anarudisha nyuma. Basi sema mimi na masters yangu na degree yangu, yani kauze karanga, watu watanionaje? Kusoma kote kule, kuteseka kote kule, fimbo zote zile, labda sapo sui nini zote zile, hustling zote zile za shule, kweli nikaanza na juice. Lakini si kwa mfano kama usipouza juice unafanya nini? Unalala tu. Then what? Baraka hizo unazotaka kwa Mungu anakubariki kwa lipi? Nini unafanya ili Mungu akubariki? Kwa sababu kama una ambacho unafanya, sasa Mungu anakubarikia kwenye lipi? Lazima upige hatua ya kufanya kitu ili hicho kitu Mungu akione, akibariki katika jina la Yesu. Pokea hiyo, anza leo kwa chochote ulichonacho. Utakuja kutoa shuhuda hapa kwenye Awake Ministry International kwa mabana kupitia somo fulani la baraka. Mungu alinibariki na leo ninavyoongea nilikuwa hivi, sasa hivi niko hivi. Mungu ataheshimiwa. Bwana asifiwe. Sio kwa vijana tu, hata wa mama. Yani lazima yani Mungu anaangalia wewe una nini aweze kukubariki nacho. Wewe nikupe mfano mwingine tena wa talanta. Kuna Yesu alitoa mfano katika mafundisho yake, akasema kuna bwana mmoja alitoa talanta. Mmoja akampa 1, mwingine akampa 2, mwingine 3, mwingine akampa 9, mwingine akampa 10. Yule alipewa ndo moja, akapiga hesabu akaona huyu bwana atakavyorudi kuchukua talanta, hiki kimoja nilichopewa naweza nisiwe nacho, akakifunika kwenye mchanga. Lakini wale wengine wote waliopewa zile 2, 3 wakaenda kuzizalisha na wakapata mara 2 yake. Kwa mfano, alikuwa na 10 alipata mara 2, manake huyu alipata 20. Ni wazi kabisa yule bwana alivorudi alimpongeza kwa sababu alifanya kazi vizuri. Na yule bwana alimwambia alivokuja kuwafanyia sasa hitimisho analysis, alimwambia yule mwenye 10, na hizo 10 ulizopata vyote chukua ni vya kwako. Yule wa 9 na wa 8 na wa 7 na wa 2 kadhalika. Lakini yule wa 1 akanyang'anywa, akaambia ileta, kwa sababu wewe unaonekana uwezo kufanyia kazi. Ni wapi ambao wana uwezo wa kufanyia kazi? Kwa kile ambacho wewe unachokiona kidogo, kuna mtu anapigana usiku na mchana akipate, aweze akaanzisha kitu akaende kubarikiwa. Kwa maana hiyo sasa, kwa sababu ukifanyia kazi, Mungu anaweza akakunyang'anya akampa yule ambaye anakitaka. Na maanisha nini? Hicho ulichonacho sasa hivi anza nacho. Anza nacho hicho. Hata katika hali ya kawaida tukifuatilia duniani huko, matajiri wengi walianzia kisehemu ndogo, walianza na vidogo, ndio baraka inakuja. Commitment ile ya kwako, kujitumwa, kuamini, kusali, kusimamia neno, ndio vinakupa hizo baraka. Unamwambia tu Mungu, okay, wewe umesema mimi nishike neno, mimi nalishika neno. Kuzalisha kama ni kuzalisha, sio kufanya kazi, nafanya. Ninachokihitaji Mungu ni baraka zako. Niko kwenye mstari. Kwanza kuna sehemu hapa mwisho asema kwenye mstari wa 13b,
Mungu wako ni kuagizao hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Sawa? Usipogeuka katika maneno ni waamuruo leo kwa lolote. Yaani sasa wewe umeshashika na hujageuka kwa lolote. Kwenda mkono wa kulia wala kushoto, umenyoka hivi kwenye mambo yake. Asema kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Kwamba okay, usipoenda kushoto kulia, usipokengeuka, ukanyoka hivi kwa Mungu, kwa maagizo ambayo ametoa hapa, yeye atakubariki. Changamoto kidogo, vitu haviendi kidogo, mtu huyo anaanza kwenda kwa wasangoma, kwa chiganga. Huko hakuna baraka. Hivi katika hesabu ndogo tu ambazo hazihitaji hata fofiga, hata zenye mwanafunzi afike darasa la pili, ingekuwa kweli waganga wanatoa utajiri, kwa nini wao sio matajiri? Umeshajiuliza hivi? Ingekuwa kweli waganga wanatoa utajiri, kwa nini wao sio matajiri? Hii inakuingia kilini, mtumishi wa Mungu. Yaani wewe unaenda kwa mtu kama yule anakaa kwenye mapango, alafu eti unafuata utajiri. Kitu kizuri kinakaa sehemu mbaya. Hiyo dhahabu ambayo tunachimba ardhini huko, inakokaa huko ni pazuri, mbali, imejificha. Kwa hiyo kitu kizuri chochote lazima kitole, yani tukitolee jasho. Na hii hata upate hizi baraka za Mungu, lazima uhaso kwenye kutembea kwenye hizi njia zake. Kwa sababu hata hivyo kutembea kwenye hizi njia zake sio rahisi. Kuna kukata tamaa, kuna kukengeuka, kuna kufanyaje. Lakini neema yake hiyo hiyo kupitia msamaha, yeye anatembea na sisi. Bwana, kuna mganga mzuri bwana ametokea Sumbawanga, huyu anatoa utajiri. Yaani Wakristo tungekuwa na akili, asizo habari tusingezisikia. Kwa mganga anatoa, Yesu angekuja angetoka huko Sumbawanga kuja huko mjini kufanyaje kama yeye ni tajiri? Sasa ingekaa kule atumie nani zake. Yeye mwenyewe kaja mjini kutapeli watu ili apate chochote, maisha yaendelee. Kwa hiyo ndugu yangu, stick on God. Mungu ndo anakupa kila kitu katika jina la Yesu. Asije kukudanganya mwanadamu bana. Formula ni hapa, kutii. Shika neno lake, tenda neno lake, tembea kwenye mistari yake, fuatilia mistari yake, fuatilia kanuni zake, fuatilia shuhuda zake. Hivi vyote hivyo lazima Mungu atakubariki. Lazima Mungu atakuinua. Lazima Mungu atakutofautisha katika jina la Yesu. Lakini zipo baraka zinazotokana na kumcha Mungu. Zaburi 112 mstari wa kwanza. Heri mtu yule amchaye Bwana. Heri. Hii heri manake heri ni aliyebarikiwa. Ukiambia mtu amekwambia heri au uwe na heri, manake wewe uwe na baraka. Kwa hiyo ukisha kuwa unamcha Mungu, unafuata taratibu zake, unakuwa heri. Kwa maana maneno mafupi, wewe unakuwa baraka kwa wanaokufuatilia au waliokuzunguka. Unakuwa heri, unakuwa baraka, unakuwa mbarikiwa kwa wale wanaokufuatilia, lakini na wale ambao wanakaa kwenye njia ambayo wewe upo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna uchawi, hakuna uganga wala ushirikina. Ili kupata hizo baraka za Mungu, lazima tusimamie kwenye taratibu na kanuni za kiungu. Yeremia 17:7 anasema, amebarikiwa mtu yule aliyemtumainia Bwana. Swala lingine hilo, amebarikiwa mtu yule aliyemtumainia Bwana. Kutumainia mtu maana yake nini? Ni kudedicate your thought, your mind. Yaani unaweka akili yako, mawazo yako, njia zako, mbinu, kanuni zote kwa Bwana.
Maana umetumainia yeye. Unaamini kabisa kwamba okay, mimi siwezi, ila yupo ambaye anaweza kunizidi, na ambaye mimi nikimwangalia ndio napata uzima. Kuna kipindi fulani wana wa Israeli kwenye safari ya kuelekea nchi ya Kanaani walimkosea Mungu. Mungu akaamua kuleta nyoka wa shaba. Ndani kwenye kitabu cha Hesabu bila shaka. Kaleta nyoka. Kaeka nyoka wengi kweli wengi wa kutosha. Na akaeka nyoka ambaye bana yule ukaenda kumwangalia unapona. Kwa watu walikuwa wanang'atwa kweli na nyoka huko porini. Ila wakisha kumbuka kwamba yupo nyoka ambaye kama wameng'atwa na huyu nyoka wa kawaida, kuna nyoka ambaye Mungu amemwambia amtengeneze, huko wamemning'iza sehemu. Kwa wanaenda pale wanamwangalia, hapo anapona. Kwa hiyo tumaini la wana Israeli kwenye maumivu ya nyoka, ukali na sumu ya nyoka, yalikuwa kwenye yule nyoka wa shaba ambaye alining'inizwa. Kwa wao walikuwa wanatumainia pale wote kwa swala la uponyaji wao na afya zao. Kwa maana yake nini? Kwamba kumbe ukimtumainia Mungu kwa akili yako, hisia zako, matamanio yako ya ndani, ukamtumainia Mungu na hiari yako ukaiari kumtumaikia Mungu, wewe ni heri, wewe ni baraka. Sasa kama unamtumainia yeye, au utafanya kitu bila kumwambia, mwambie Mungu sasa hivi nina mpango wa kujenga, ila nafahamu kabisa mimi sina fedha, wewe unaweza kunipa fedha, na kutumainia wewe. Fungua njia. Kwani Mungu yuko tayari kuaibika? Aone wewe unaibika mwanae? Hayuko tayari. Mungu anafungua njia na baraka za kweli unaziona katika jina la Yesu. Lakini Mathayo 6:33 anasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Okay? Na mengine yote yatakuwa ziada. Formula nyingine hii, kumbe baraka za wakati mwingine ni kuwa kwanza na ufahamu. Kwa nini kwanza ufalme wa Mungu? Kwa sababu vitu vyote ambavyo tunaviona hapa sasa hivi leo vimeanzia rohoni, kwenye ufalme wa Mungu. Kwa Mungu aliwaza kwanza kwa kuwepo kwa ulimwengu akiwa rohoni, ndio akauleta ulimwengu. Kwa kumbe hata hizi baraka zetu zinaanzia rohoni, ndio zinatokea katika uhalisia au mwilini. Kwa mfano, hata aliyebuni gari mfano, alianza kufikiria kwanza akiwa rohoni, baadaye ndio akaja akalitoa gari tukaliona. Kwa hiyo kwa nini kumcha Mungu kwanza? Kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu ndio kuna kwenye sosi ya vitu vyote ambavyo tunaviona sasa hivi. Kwa kama utakaa kwenye sosi vizuri, ukikaa kwenye chanzo vizuri, maana yake iko kitu na kitafuta na kipata kirahisi tu. Lakini Zaburi 23:1 anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa Bwana, na sasa Bwana akiwa anachukua control katika maisha yako, huwezi kupungiwa na jambo lolote. Huwezi kupungiwa kwenye ghala la chakula, huwezi kupungiwa ada, huwezi kupungiwa mifugo, mashambani, mazao, huwezi kupungukiwa amani, afya, huwezi kupungukiwa utu wema. Yaani kila kitu kwako kitakuwepo, kwa sababu si umemwacha Bwana asema mwenyewe. Acha Mungu atawale, mruhusu Mungu atawale, alafu utaona ukuu wake katika maisha. Baba, nakushukuru Mungu na unayefanya, unayetenda. Asante kwa ajili ya mchana jioni ya leo ambao umetupa somo lingine linahusiana na baraka. Nafahamu Mungu aliyefuatilia amebarikiwa tayari. Nafahamu Mungu aliyefuatilia ameinuliwa tayari. Fungua malango yake, fungua fahamu yake, afahamu zaidi na zaidi na afuatilie zaidi na zaidi, ile Mungu usije ukawa chanzo cha yeye kupotea kwa kuhisi kwamba uweze ukambariki. Naamini Mungu
wewe unaweza kubariki yoyote anayekutumainia, anayetembea katika njia yako. Fungua milango kwa yoyote anayesikiliza, aliyeona, aliyeamini. Mungu kambariki katika jina la Yesu. Kama ambavyo umesema, utatubariki tuingiapo, utatubariki tutokapo. Bariki mashambani, utatubariki katika mifugo yetu. Tutakopesha wala tutakopa. Bwana, asante kwa kuwa Mungu, ili neno limetimia leo kwenye maisha yangu na kwa maisha ya yule ambaye amesikia, na yule ambaye ameamini, na yule ambaye Mungu ameamua kufuatilia wewe, na kutukuza na kuinua kwa sababu ya baraka za utele, za afya, za umri mrefu, za mali, za vitu vingi ambavyo Mungu umetupa katika maisha yetu. Na kutukuza mwema, na kutukuza mwaminifu kwa ajili ya watumishi wako wote ambao unawabariki kwa baraka za wingi katika jina la Yesu. Sana Mungu Baba, leo hii na kushukuru kupitia neno hili. Mimi mtumishi wako nimeamua kugeuka, kutazama wewe, kugeuka, kutazama wewe, kugeuka, kukutazama wewe, kukufuata wewe, kwa maana nimefahamu, nimetambua ya kwamba pasipo wewe sitaweza kufanya lolote, na kwamba vile vyote nawe vitafuta vya mwilini, baraka zote za nyumba, za magari, za mke, za mume, za watoto, za kazi, wewe vyote hivyo Mungu vinapatikana kwako, na kwamba kupitia neno hili ambalo nimelisikiza leo ninaenda kubadilika na nitakutumikia wewe, nitakutumainia wewe, na naamini ya kwamba Mungu utanibadilisha na umenibadilisha na umeshanibariki kupitia somo hili, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, sema amen. Tumishi wa Mungu popote ulipo, basi Mungu akubariki, akuzidishe, akufanye kuwa baraka kila maeneo uingiapo utokapo, lakini pia katika kila ambacho utashika, akakupe na kibali kwa watu na mataifa yote katika jina la Yesu. Kubwa kabisa, ukiwa na haja ya huduma ya rohoni, wasiliana nami kwa 0686 086 077 0686 ni namba ya huduma. Unaweza kutupigia wakati wote na Mungu akakubariki sana sana. Endelea kushare na wengine ili somo, wengine na wenyewe wapate kufahamu, wapate ufahamu, kwa sababu Mungu ni mfahamu. Vile ambavyo unamfahamu na kufahamu neno lake sana, ndivyo unavyokuwa karibu naye sana katika jina la Yesu. Wape na wengine wafahamu katika jina la Yesu. Mungu ni mkuu, nguvu zake hazina mipaka. Kwa neema yake tunapokea nafasi, anageuza giza kuwa mwanga ndani ya mioyo. Kila siku ni sherehe ya ibada na shukrani kwetu. Kupitia majaribu, yeye ni ngome yetu. Haleluya, tunasifu jina lako. Haleluya, mfalme wa ufalme wetu. Wewe ni nguvu na wanga wa maisha, Mungu wa ajabu. Tunakuinua kwa sifa zetu. Mambo makuu yeye anafanya kwa wema. Kila jambo lililopotea yeye hulitenda leo. Katika majanga alikubali kuja kwetu. Sasa tunaimba sifa za uzuri na uwezo wake. Ni Mwokozi na tumaini kwa wote waaminio.
tulisifu jina lako. Haleluya, ufalme wetu. Wewe ni nguvu na mwanga wa maisha, Mungu wa ajabu, tunakuinua kwa sifa zetu. Sifa ni zako